lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as I have said, and our lawyer will say, but for me as Kimani Wamatangi, I believe in the Almighty God. Na nimewaambia ya kwamba he will fight for me and he will fight for us and we shall succeed. Pata kazi hapa, kuna kujanga vijana zaidi ya 40 kila siku wakikaa hapa kutafuta kazi na wanapata kazi. Kuna kuanga wasichana wengine hapa wanafanya kazi huko kwa hizo tu salon, wengine ni waiters, wengine wote hawana kazi. Hii safari itakwisha vile nimesema, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na itaisha vizuri kwa vile Mungu ako upande. Ile mbio mimi nimepelekwa, na nimesema niseme hivyo kwa vile mtu asione kama hii masaibu imeanzisha hapa. Mimi nimekuwa kwa koti, nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen, zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea kodi. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Baada ya hiyo tena mambo ya mateso ya siasa, mtu ambaye anafuata, na siku hizi kila mtu anaona, nikienda hata kwa mikutano watu wanaletwa wa kunipigia kelele, na ndio ikae kama mimi sina namna kwenye ground. Lakini sasa baada hiyo yote, na mpaka hata kutukua risasi kwa nyumba, sasa imekuja mpaka Nairobi kutoka Kiambu, ndio sasa hapa nimalizwe kibiashara. Nasema haitawezekana kwa vile Mungu wako juu, na Mungu tutafaulu kwa vile Mungu wako na sisi. Nataka niwashukuru nyinyi wote, watu wa Nairobi, watu wa Kiambu, watu wa Kenya wote ambao wametembea hapa. Nishukuru wachungaji wetu hapa ni wengi ambao wamekuja kuomba na sisi. Niseme asante kwa mawakili wetu, kwa waheshimiwa ambao wanajua tunafanya kazi kwa bidii kule kaunti ya Kiambu ambao tuko nao. Niseme pia hata nyinyi asanteni, na tutafaulu. Mungu wako na sisi, na msiwe na wasiwasi. Nasema asanteni jamani. Hasara ambayo umekadiria the value of this property. Na hapa kuna pesa nyingi ambazo, kwa hizo kama ni wewe ungekuwa unafanya kazi hapa miaka 40 years, na hawa watu wengi wote, hiyo total 40 years, ungekuwa umeweka pesa ngapi hapa? Ukiangalia magari imebomolewa, ingine ilikuwa inapigwa ni kama magari imekosea mtu usiku, mkiangalia ilikuwa inainuliwa juu na kutupwa kando. Ile hasara iko hapa ni ya mamilioni na mamilioni ya pesa. Lakini ile kitu mimi nimesema, na vile wakili amesema, nataka nijibu ya kwamba kama hatutapata haki, ya kwamba sisi tulikuwa na court order, mimi nitakuja hapa, hawa wachungaji wakinilete, nimefanya kazi miaka 40, kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days, na nitafast bila hata kukunywa maji, nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa, ni makosa gani nimefanya. Kama sitambua ni makosa gani, basi nyinyi mtakuja kunitoa hapo. Kama jibu haitakuja, nitapanda hapo juu, nitakaa hapo mchana na usiku for 40 days fasting until the truth and until justice is done to me. I want to know what is this that I have done. What is it? Ni kitu gani nimefanya ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani, kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani, siwezi hata kwenda kwa mikutano zangu, kazi siwezi fanya. Ni makosa gani jameni nimefanya ambaye kila saa lazima niandamwe? What is it? Yeah. Thank you. Basi naomba tuweze kujiandaa kuomba, lakini kabla niombe. Malizia tu tafadhali. Okay, wacheni tuombe basi. Omba tu tafadhali. Tuombe. Wakati unaomba mchungaji, ni vizuri hata nyinyi watu wa habari mtupe macho huko. Utaona kule ng'ambo kuna mijengo ingine iko kwa reli huko.
Ukiangalia hapa iko kwa reli. Ukiangalia hata huko nyuma kuna mijengo ingine iko kwa reli. Haijaguswa. Ile imeguswa ni ya Kimani wa Matangi. Hiyo ndio iko na makosa. Kwa nini? Kama muungano wa wachungaji, na ningependa niongee hiki kitu moja. Tulikuwa na speech ya pamoja kwa niaba ya wachungaji wote wa Kiambu. Mimi naongoza mlengo wa makanisa mbalimbali, tumekuja pamoja kama wachungaji pale Kiambu, na sisi tumesimama kwa haki na kiongozi wetu gavana. Ni kinyume na katiba yetu na sheria mtu kuingilia mali ya kiongozi yoyote ama mwananchi yoyote bila kufuata sheria. Na tunataka kutangaza hapa kama wahubiri, sisi tumepewa nguvu na Mwenyezi Mungu na tuna mamlaka, tunafanyanga kazi nayo kutoka juu. Waliofanya uhaini huu, hata kama uliundwa usiku, Mungu huyu aliye juu anaitwa mwenye haki, na haki hiyo ataipigania from here. Hatuwezi tukaruhusu kuona ya kwamba sio Kiambu peke yake, taifa la Kenya popote, mali ya kiongozi yoyote ambaye alichaguliwa kama yule mwingine ikidhurumiwa, hata ya mwananchi. Hii mali imedhurumiwa hapa, ni wananchi walikuwa wanafanya kazi nayo. Kwa hivyo kuanzia sasa, kando na kuwa justice itatafutwa kotini, wahubiri pia tumekubaliana, tunaingia kwa magoti na tunaita Mungu mwenye haki, mwenye mali ya mwenye haki ambayo imeumia, na Mungu hujibu na moto. Tunaamini Mungu wetu anaenda kupigana vita yake mwenyewe. Naomba zote tuinue mikono tuombe. Baba Mwenyezi, kama vile uishivyo milele, tunakushukuru Bwana, ni kwa sababu tumekuja hapa kama watumishi wako. Tumekuja hapa kama wananchi na viongozi mbalimbali kuungana pamoja na kiongozi wetu His Excellency Governor Daktari Paul Kimani wa Matangi. Mali hii ambayo Bwana ulimpa Baba Mungu, wewe ndiye mwenye mali, wewe ndiye hupeana hata dhahabu. Baba Mungu, tunatangaza mahali hapa haki yako ikatendeke. Tuwatangaza vita hii Bwana sio ya gavana wetu. Hii gavana tunatangaza ni vita yake Bwana. Na tunatangaza ya kwamba Bwana, kama vile uishivyo milele, ya kwamba hii vita Bwana wa majeshi inaenda kuleta anga ya uwiano na ushindi katika anga ya kiongozi wetu gavana, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, kama vile uishivyo milele, tuwaombea mawakili ambao wataelekea kotini kuongoza hali hii ya kutafuta haki. Ninaomba Bwana neema yako iwe juu yao. Na mahali hapa sasa tunatangaza ya kwamba Bwana haki yako itafuatiliwa. Bingu itafuata haki hii. Bingu itapigania haki hii. Na tunatangaza ya kwamba kitendo hiki kilichotendeka kama watiwa mafuta, tunalaani na tunakashifu katika jina la Yesu. Na tuwatangaza neema yako Bwana juu ya gavana. Tuwatangaza baraka, bingu ikafunguke na kumwaga baraka nyingi kuliko hizi ulikuwa umepatia kiongozi wetu katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru na tunakuinua kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Thank you very much. Mungu atende kama Thank you. Ruto amefanya naenda kulala njaa leo. Tom.